Mtazamaji, madai ya wizi wa kura na hata kununuliwa kwa kura zimeibuka kwenye shughuli ya kuteua mgombea wa chama cha UDA kwenye kinyang'anyiro cha kumrithi aliyekuwa mbunge wa eneo hilo mwenda zake Johana Ng'eno. Mhariri wa NTV Bridget Ngana amekuwa akifuatilia shughuli hiyo. Anaungana nasi kutoka Narok. Bridget, habari za jioni, tujuze mengi haswa kile ambacho hatukifahamu. Kichuna, karibu tena kutoka likizo, na ujue kuwa shughuli itakuwa ya kuweka hapa kwa hapa sako kwa bako hadi tamati, na tamati hii ikiwa ni uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Lakini patashiki ama inaitwaje, matayarisho yameanza, na hapa katika eneo la Emuru wa Dikir, eneo bunge la Emuru wa Dikir, shughuli ambayo tumeweza kushuhudia kuanzia saa 2 asubuhi ni wakazi kujitokeza ili kuchagua mgombea wao ambaye atapeperusha bendera ya chama cha UDA katika chaguzi ndogo inayotarajiwa kufanyika tarehe 14 mwezi Mei, katika chaguzi ndogo ya kumchagua mbunge mwingine. Lakini kinachoendelea hapa sasa, tuko katika ukumbi ambapo matokeo yatakayoletwa na mawakala hapa yatajumulishwa, lakini shughuli hiyo bado haijaanza, na ningependa kuonyesha kuwa kwa sasa chama cha UDA kinajivunia kuwa ni chama ambacho kimefanya shughuli hii ya uteuzi kutumia mfumo dijitali, na unaona hapo vipakatilishi ama zinaitwa tablets kwa kimombo, ndizo wapiga kura walikuwa wanatumia walipofika katika vituo vya kupiga kura ambavyo vimeidhinishwa na IEBC. Eneo hili liko na wapiga kura zaidi ya 44,000 kulingana na takwimu za IEBC, na kwa sasa tunatarajia kuwa wataanza kutangaza matokeo kutoka baadhi ya vituo hivyo. Vituo hivyo kwa jumla zilikuwa vituo 95, na tumeona katika ukumbi hii baadhi ya wagombea waliofika hapa, na nitasoma tu majina yao ili tujue wale ambao walikuwa wanataka kupata tiketi hii ya chama cha UDA ni kina nani. Na ni Joseph Koech, kuna Robert Legita, kuna David Keter, kuna Bernard Ng'eno, kuna Rotich Kibet na John Saitoti, wasita hao. Lakini kulingana na zile hisia tumeweza kusikia hapa, kulingana na zile shughuli ambazo tumeweza kuona hapa, ni kwa wagombea wanao kinyang'anyiro kikali ni wawili, na hao watabainika usiku huu unapoendelea mbele. Lakini hapo awali kulikuwa pia na viongozi kutoka chama cha UDA ambao walifika hapa kuangalia jinsi shughuli hii ilikuwa inaendelea, na hii hapa maoni yao hasa kuhusiana na madai kuwa baadhi ya vituo vilikumbwa na rabsha na hata kulikuwa na madai ya wizi wa kura. Problems except for the voter bribery that is going on there. We have reported to the authorities and they are saying that the matter is being dealt with, and as to how that is being done we are not sure, but we must tell the public that there is bribery going on there. Maneno ya kuiba kura imesahulika kabisa. Kulipwa pesa ili upigie another candidate, now hiyo ni ya wananchi, kwa sababu hiyo it depends with the concerns of somebody. Because the party is transparent, the party is fair, everybody is seeing the initiative the party is taking, the extra mile that we are walking. We have turned each and every polling center. Usije kutafuta space moja ya vurugu, angalia mazuri yale yanayotendeka. Basi kisha tuendelea kukesha hapa katika ukumbi huu eneo hili la Emuru wa Dikir, na tunahisi kuwa baada ya kukucha Jumamosi tutakuwa tunajua ni nani atakayepeperusha bendera ya UDA katika chaguzi mdogo ujao wa kinyang'anyiro cha ubunge eneo hili. Na asante sana Bridget Ngana, naona hapo umejihami na kabuti, uko sawa kabisa. Pole kwa mkesho huo, lakini ni kazi.